Niko naambia ile dimba sio dimba ambalo unaweza kutoka kirahisi. Yaani ukitoka pale wewe kweli mwanaume. Yaani ukipeleka Saudi Arabia ukatoka pale unajua kweli una timu nzuri. Haukupeleki pale kwa bahati mbaya. Yaani unapelekwa pale kwa mkakati maalum wa kutoa alama 3. Kwa hiyo wao wamefanya kazi nzuri, wamepata alama zao 3, lakini ni kitu ambacho mimi nilikitegemea kuanzia plani ya wao kupeleka mpira pale, au kupeleka mechi pale. Lakini pia plani ya kuwa na kutengeneza ile arrangement ya mchezo, kwamba namna gani tutaenda kucheza mechi, tunafanyaje tuweze kuwafunga Young Africans. Plani ambayo walikuwa nao ndani ya uwanja ni moja ya vitu ambavyo kwangu niliviona kabisa kwamba hii ni faida kwa timu kama hii ni faida kwa timu kama Ahly ambao walikuwa wenyeji wa mchezo. Ukiangalia mafanikio ya kwanza ni kupanga uwanja wa mechi, ambao ulikuwa ni uwanja ambao kwanza kisaikolojia unawafanya mashabiki wao na mtu yoyote ambaye anahusika na Ahly kuamini kwamba ana uwezo wa kwenda kupata matokeo mazuri. Hiyo ya kwanza walifanikiwa. Pili ni mpango mkakati ambao walikuja nao kuelekea kwenye ule mchezo. Hawakuwa na pressure yoyote. Walikuwa comfortable zaidi na mpira, pasi zinapigwa vizuri, wanakaba vizuri. Quality walionayo iliwasaidia kwa kiasi kikubwa kwenda kupata matokeo mazuri mbele ya Young Africans. Kuna vitu ambavyo inawezekana Yanga wakawa wanajutia kutoka kwenye ule mchezo, inawezekana. Cha kwanza selection ya mwalimu ambao aliifanya Pedro Goncalves. Kuna baadhi ya wachezaji ambao nilitamani kuona wanaanza kwenye kikosi cha kwanza, kwa mfano Pacome Zouzoua ambaye alianzia bench. Nilikuwa natamani awepo kwenye kikosi kwa sababu Pacome ni aina fulani ya wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuchezesha timu, lakini pia ni mchezaji ambaye ana uwezo kukaa na mpira kwa muda mrefu sana. Ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kulazimisha mashambulizi kwenye maeneo kwa kitoka kwenye maeneo tofauti. Anajitahidi mara nyingi kufanya kitu kizuri, lakini alianzia bench kwenye mchezo. Lakini pia ukiangalia hata plani ambayo mwalimu alikuja nayo, ukiacha kwenye hiyo selection ya wachezaji kama Pacome kuanzia bench, lakini hata namna ya approach mchezo kimbinu, mwalimu pia alifanya makosa makubwa sana. Unacheza na Ahly, unacheza na back 3. Unataka kupata nini kwenye back 3? Unataka ukabe sana. Alex Grezo, unaona kufungwa kwa Yanga na Ahly kumesababishwa na mwalimu? Ndio hayo makosa mnazungumza kimbinu. Kwamba unacheza na Ahly, unataka kucheza back 3. Kwa nini? Kwamba angecheza na back 4. Angecheza kama kawaida tu na ile back 4 yake kama kawaida, kulikuwa kuna uwezekano wa kupata matokeo. Yes, vizuri, kwa sababu kwa mfano angecheza na mfumo labda wa 4-2-3-1 let's mfano. Katikati angekuwa na viungo wawili wakabaji. Duke Abuya labda na Mudathiri au na Damaro, akicheza na yoyote yule. Alafu huku nyuma kana watu wake 4 kama kawaida. Ana center back wawili. Alafu pembeni ana full back wake wawili. Ambao hao watamsaidia. Wale viungo wawili wakati wanaweza kugawana. Kwamba timu ikiwa inaenda mbele kushambulia, mmoja atasogea juu. Ama timu ikiwa inataka kukaba, wote watakuja chini. Kwenye eneo la ukicheza na viungo wakabaji wawili, utaamua mwenyewe. Ucheze na mmoja awe na attribute za kuzuia zaidi na mwingine anaweza kushambulia zaidi, au wote wana kuzuia zaidi. Kama lengo ni kuzuia, maana yake unacheza na wote ambao wana attribute za kuzuia zaidi. Alafu unaingiza kiungo namba 10 ambaye ana uwezo wa kushuka chini kukaba. Ambapo hapo kianza na Pacome angekusaidia kwamba atashuka juu chini, atatoka juu atakuja chini kwa kuchukua mipira. Kina Max nao watashuka kidogo na El Alan Okello watapokea, watasaidiana kuliko kusogeza mipira mbele, alafu mshambuliaji Depo ataendelea kubakia kule juu. Lakini ambacho alikifanya ni kwanza na back 3 ili ajaze viungo wengi katikati. Ambao viungo anacheza katikati maana yake ni plus ma full back wa pembeni ambao ni Kinezero Patrick Mwenda. Onicho quality yao na Ahly ni vitu tofauti. Ahly wana quality nzuri zaidi. Kwa hiyo akina Mohamed Hani wakitaka kufanya movement za kwenda mbele, wakitaka kwenda kulazimisha matukio ya kutengeneza nafasi, wana uwezo wa kusogea na wakalazimisha nafasi na wakapata. Angalia bao ambalo wamefungwa. Pasi alipiga Mohamed Hani. Angalia alipokuwepo Mohamed Hani alikuwa peke yake. Alafu tayari alishamwacha fullback wa Yanga nyuma upande ule wa kushoto. Alishamwacha nyuma. Kwa hiyo alikuwa kama angeamua kuendelea kusogea mbele, alikuwa anaenda kukutana na kina Jobu, Baka pamoja na Mwamnyeto. Ambao sasa yeye hakuona hivyo, akaona kule juu kuna Trezeguet yuko sehemu nzuri.
akanyanyua mpira juu kwenda kwa Trezeguet. Trezeguet ni mrefu kwenye kimo chake, ni mrefu. Anakabwa na nani? Yuko na Israel Patrick Mwenda. Kwa hiyo Mohamed Hani akajua tu nikipiga mpira juu kule kwa kichwa ataruka Trezeguet na anaweza kufanya kitu. Akanyanyua ule mpira. Trezeguet ameruka. Sasa angalia maajabu mengine. Ameruka Israel Patrick Mwenda afu amejikunja. Yaani Israel Patrick Mwenda kimo chake ni kifupi, lakini bado yeye karuka kucheza mpira afu kajikunja. Yaani sasa umeruka ili iweje? Umeelewa? Kwa sababu unavoruka inabidi unajistretch ili mwili, ni kwa maana unataka kuongeza kimo. Lakini wewe unaruka afu umejikunja. Yaani utachezaje mpira mbele ya Trezeguet? Mwisho siku mpira umeenda wavuni. Onichi kwangu pia lile nilikuwa ni bao ambalo na mlaumu pia Djigui Diarra kwa sababu alipaswa kufanya kwa zaidi ya vile ambavyo amefanya. Kwa ubora wake yale ni makosa ya kizembe ambayo Djigui Diarra anaingia vipi kwenye ile bao? Sasa pale uliona ile bao vizuri, lakini nilitizama na alijaribu kucheza mpira kadiri anavyoweza. Kadiri anavyoweza. Lakini Sheikh Djigui Diarra alijaribu kucheza mpira. Djigui Diarra asha save magoli mengi ya aina ile na asha save magoli mengi magumu kuliko lile. Yaani pale Djigui Diarra alipaswa kufanya zaidi ya kile ambacho alifanya. Kwamba kuna uzembe kafanya Djigui Diarra pale kwa Alex Grez. Yes. Bana. Alipaswa kufanya zaidi ya kile ambacho kadiri ilivyowezekana. Hapana, ile lakini mpira ukawa una kasi, ukamponyoka na kuja wavuni. Djigui Diarra kosa lake alilazimisha kuudaka ule mpira au daki. Kuna mipira mingine sio ya kudaka. Kumbe alitakiwa afanye nini? Mingine punch, mpira uende nje au pangua mpira uende pembeni. Ungepangua vipi wakati mpira ulikuwa ungepata ile bao pale mpira umedunda chini, Alex Grez unaupangua vipi? Director tuwekee ile bao afu nikuone. Sawa, mpira umedunda chini tap. Nini kimeshacho kadunda chini? Mpira huyo mpira hujafika kwenye miguu kwenye mikono ya Djigui Diarra. Umefika. Kwa hiyo kama umefika paswa kufanya.